Birthday!
a chance to celebrate. Because in the realm of the physical, which is equivalent to the realm of the spirit, we begin our journey to delivery. I didn't have a witness in the house. I said we begin our journey to our delivery. At the end of 9 months, a pregnant mother has always expected she's going to deliver. As we come to the close of 9 months of this year, we are about to start a delivery process. Deliver of our dreams, deliver of our desire, deliver of our cause, deliver of our grace, deliver of our anointing, deliver of our purpose. Do I have a witness in the house? My God, we are just about to bring something new. Tell your neighbor, I'm just about to bring something new. If she does not know, he does not believe in you, leave him alone. Go to another one. Testify to another one. I'm just about to bring something new. I'm just about to bring something new. My moment of delivery has come. And there shall be no delay. I deal with the spirit of delay. I deal with the spirit of delay. We nullify the spirit of delay. In the mighty name of Jesus. We nullify the spirit of delay. In the mighty name of Jesus. We nullify the spirit of hindrance. In the mighty name of Jesus. Every obstacle today. May the overrunning floods of the word of God crash them now. 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 May the Lord God Almighty, with the darkness, pursue your enemies. That demon, that spirit, that wicked man who is about to hinder your delivery, may God release darkness to pursue them. But their eyes shall be blinded in the mighty name of Jesus. They shall not see what God is about to do in your life. In the mighty name of Jesus. We declare and declare so shall it be. We declare and declare so shall it be. No, I said we declare and declare so shall it be. You will shout and declare it. Tell yourself and tell the devils around you that the Lord has done it again in the name of Jesus. I say, tell yourself, everybody, and even the demons around, let them understand that the Lord has done it again. I'm not hearing your voice. I say, tell yourself, tell anybody and everything that is around you that God has done it again. Hallelujah. God has done it again. My moment has come. Nothing can stop me. Nothing can stop this miracle that I'm about to bring forth. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We declare and declare, so shall it be. Amen. Very much for showing up this morning. It's great. So we're all privileged to be in the presence of the Lord. Today I want to bring some few insights on prayer. And today we are dealing with the power and the purpose of prayer, or the purpose and the power of prayer. But we are looking into the priority of prayer. Prayer is the most important key of the kingdom of heaven, the kingdom of God. Prayer is the most important key of the kingdom of God.
like the keys to the kingdom. But Jesus has promised to give us the keys of the kingdom. So when Jesus gives us the keys of the kingdom, which means he's giving us power, he's giving us the rights, he's giving us permission, he's giving us ownership. If you are given the keys of the kingdom, if I give you the keys to my house, what does that mean? I have given you the authority to open, I have given you the authority to possess, I have given you the authority to enter, and I have given you the authority to own. I didn't have somebody in the house. Can I repeat myself? If you are saying that I'm going to give you the keys of my house, what does that mean? I'm giving you permission. I'm giving you the authorization. I'm giving you access. I'm giving you ownership. I'm giving you possession. So every time someone gives you the keys, know that he has trusted you with what belongs to him or her. Amen. Therefore, God has trusted us with the kingdom. Amen. God has trusted you with the kingdom. Amen. God has trusted you with the kingdom. Amen. God has trusted us with the kingdom. Amen. And that's why he's giving us the keys of the kingdom. Amen. Point number 3, fasting is the most powerful tool in prayer. If you want to have your prayers become powerful, you must use a tool called fasting. That's what Jesus Christ told one time his disciples when they were fighting with the demons and not coming out. When he came down and he just said, come out, and they came out. And these guys were wondering, how is it just like that? And he said, such a power, such a demons do not just come out by prayer. Hello? In your prayer, you must include another tool, which is so powerful. It's called fasting. So when you mix prayer and fasting, you become dangerous. When you mix prayer and fasting, the demons are aware of the power and the abilities you possess. So when you arrive, they don't have a choice, but they have to work out. And Jesus Christ practiced prayer more than anything else. Today, a house like this is called a house of worship. That is the trick of the devil. Hello? That is the trick of the devil. There is nowhere Jesus Christ says, my house shall be called a house of worship. Do I have some Bible scholars in the house? It is religious people who say a house like this is a house of worship. But in the plan of God, this is a house of prayer for all nations. Are you seeing where we are getting lost? Are you seeing the way prayer is getting out of the house? So when the people come, they just want to worship, but they don't want to pray. But Jesus Christ himself, he declared, when he was casting out the people who are saying money exchangers in the house of God and chasing them out, kicking them out, he said, the house of my Father shall be called the house of prayer for all nations. Number 2, secret that the enemy is using to get prayer out of the church is by bringing this thing called the ministry of intercession. There is nowhere in the Bible, I've read several times, up and about the Bible, but I have never seen
in a ministry of intercession. No. There's no way in the Bible. But it has been brought by religious people just to preach out prayer. All of us, we need to pray without ceasing. I didn't have anybody in the house. Every believer is called to pray without ceasing. But religious people have calculated through the day to get a few bunch of folks, bring them together to be intercessors, so that we can have more time to go and watch Manu versus Arsenal, Manu versus Tottenham, Harambee Stars versus Young Stars. Oh Lord. So that you can now start watching the rich also cry, and you have left a bunch of few desperate women and men who are struggling up with prayer which they don't even understand. And that's why pastors and bishops, they don't pray because they have a clique of the old folks who are just praying for them, struggling with prayer. They might even not understand what this prayer is all about, but they somehow in the house of God always crying, nothing happens. Let me tell you, child of God, if there is anything in the heart of a man that he does not want and does not like, is to fail. It is inherent in your heart not to fail. And when you fail something, the next time we shall walk out of that thing. I will not try to tell you. It's inherent. It is inside your heart, it's inside your spirit. That what God created in you, in your heart, in your spirit, is success. So when you do something and you don't succeed, you leave it alone. Number two, I know we have gone through what we are calling transformation in the issues of information, technology, and media, and communication. You remember when we had Telecom Kenya, and they were having what they call telephone booths, sindio? Una change ilikuwanga 10 shillings, 5 bob, even 20. It reached a time there was a 20. You could insert 20. Sasa wewe unaingiza hiyo pesa, sawa? Inaenda nani? Inaanguka nani? Inaanguka nani? Ukijaribu kupika penye unapika hiyo kitu haiendi. What do you do? Unashika hiyo kimashini, unaanza pika. Hiyo pesa itoke. Nani unafanya hivyo? You try it again. Unaingiza pesa yako. That time, thank God, by God's providence, hiyo pesa inatoka. Unaanza kuingiza tena. Unaanza kuingiza tena. Ukijaribu kupiga hiyo kitu, quick. Yaani haiendi. Then you start again. Ukiona pesa yako itoka unaweka na mateke. Then from there you click and walk out. This stupid machine. That's what happens to prayer. When you pray and nothing happens, you continue and nothing happens. You continue and nothing happens. Sema chana na maombi hata sitaomba tena. Then you have left it. How many people have gone through like that? How many people have gone through that? That's why today, in all churches, we can be having 1,000 members plus. But when you come to the place of prayer, you might just find a handful of them. And the young people who are just a handful, when it comes to prayer, you find 2 or 3 men come here for prayer. They are also just struggling, they don't understand what this prayer is all about. And that's why I'm taking a moment in time to teach you prayer. Prayer is the most talked about thing in the Christian circles, but it's the least practiced. As I nikamwambia now, let us pray. Muda raka shaka ile. Alafu naona after 5 minutes nimekaa chini. Naanza kuangalia watu.
Na watu wanatoa wapi material ya kuomba? Unajua kuna wengine hawana material. Hello. God must help us. So fasting is the most powerful tool of prayer. So if we combine fasting and praying, we are going to become such dangerous humans that the enemy will forever try to come closer to you. You know, some of us today, we run away from demons. Demons are supposed to be running away from you. Yesterday, I went to Mabus. One of our pastors in Nairobi lost their brother. Then when I went there, the Spirit of the Lord came upon me when they just called me to greet the people in 1 minute. Then I sensed in the atmosphere, and in that village has been caught upon by witchcraft and sorcery. People cannot go to school. Mabus Secondary is doing very well in national exam, but there are very few people, few students who come from the locality. I told them, every witch today in the name of Jesus Christ, according to the word of God, tells me, don't allow a witch to live among you. We have given you 7 days. If you don't change from the greatest witch to the smallest, you are going to die one by one. And some of those people, they know that those which were there, they say, that man, he's talks to the foreign. And they started trembling. In fact, some of them walked away. That's what I was told. Lest the power of God falls upon them and they are destroyed. Let me tell you, friends, don't become a prayer project. Oh, Apostle pray for me, Bishop pray for me. No, you don't need to become a prayer project. What you need is to have understanding of prayer and start praying. Hallelujah. Amen. So when you have the understanding of prayer, then you shall pray. One, why must you pray for yourself and yourself? Prayer is a license. Prayer is you giving God license to interfere and intervene in your affairs. I don't need to start giving God license on your behalf. You have the ability to give him license. You have the ability to give him license. So let's deal with the issue of priority of prayer. Number one is that every religion practices the art of prayer. Every religion. Scientologists, they pray. Muslims, they pray. Christians, they pray. Hello? The atheists also pray. The witch doctors also pray. In the heart of a man, there is always a yearning to communicate with the supernatural. Listen to me good. Whether you are saved or not saved, whether you are Christian or not a Christian, in your heart, there is always an inherent, there is always a yearning, there is always a cry to communicate to the supernatural. Everyone. That's why the Muslims pray 5 times a day facing Mecca. That's a prayer. That's a yearning in there. Christians are supposed to pray, even if they don't pray, but they're supposed to pray. Somehow when you are in a good mood, you can pray. It is inherent in your spirit to communicate to the supernatural. It is ordained from the inside of your spirit. It is built in you to communicate with the supernatural. And that's why even the traditionalists and the Happanists, they will always make a prayer to their gods. Like the Kikuyus, they used to make their gods facing Mount Kenya. Hello? Are we there? Elijah and somebody faced Mount Elgon. Why? They are seeking something superior, something powerful than who they are. So there is a communication. And now that you are praying, it does not mean that your prayers are being answered.
until you follow the right procedure. Prayer is a mechanism by which humans communicate with the supernatural being. And that's why it is in your spirit for that communication. This is enough proof that the spirit, the human spirit, is not from the earth. It's proof enough that your spirit and my spirit, the origin is not here. Origin is somewhere far away from where we stay. And that's why every time your heart and my heart shall yearn for prayer. Please stand together with me in the book of Ecclesiastes, chapter number 3. Ecclesiastes chapter number 3. I want to show you some truth that you have never read, you have never known. I know you have read that chapter several times if you are Bible scholar, if you are Bible scholar. Ecclesiastes chapter number 3. Ecclesiastes chapter number 3, the Bible says, to everything there is a season, and a time for every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, time to plant, and a time to pluck up that which was planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to whip and a time to learn. A time to mourn, a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to render and a time to sow. A time to keep silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. And a time of peace. What profit has he that repareth therein? I have seen the travail which God has given to the sons of men to be exercised therein. Are we together? I have seen the travail which God has given the sons of men to get exercised therein. He has made everything beautiful at his time, and he has set the world in their hearts so that no man can find out the work of God, that the work that God has, that God maketh from the beginning to the end. Verses number 10 and 11, critical. I have seen the travail which God has given the sons of men to be exercised in. He has made everything beautiful in his time, and he has set the world in their heart so that no man can find out the work that God has
God make it from the beginning to the end. So the Son of Man, God has said something that he must travail, he must struggle with them. And bring this understanding from the beginning to the end. And that's what does that mean? That God has put eternity in man. God has put eternity in the heart of a man. So everything we do and undertake has a connotation to do with eternity. And because we don't understand the eternity, we start struggling here on the face of the earth. But inside your heart, God is working out. And he has hidden it from us so that we cannot find out what he made it from the beginning to the end. And therefore, we need to seek him. For you to understand what God is making from the beginning to the end, you need to seek him. And the Bible tells me that if we seek the Lord diligently, so it's not just about seeking, we must seek him diligently. So prayer is common because it is man's way wanting to reach God. It's common. But that does not mean that when I'm praying, my prayers are being answered. Prayer is just common for all of us. That's one thing you must start knowing. Prayer is common for all of us. Every religion makes prayer. Whether you are doing it by the cross, or whether you are doing it by a rosary, everybody is praying, committing to some supernatural being. And therefore, you don't come from the earth. You don't come from the earth. You have come from a supernatural being. Hautoki katika dunia hii tu, umetoka mahali ambapo ni pa milele. Na ndiposa katika moyo wa mwanadamu kunayo kilio ya kufikia ama kufikia kile kitu ambacho ni cha kimilele. Point number 2. Prayer is not an option for us. It is a command. Maombi si kitu ambacho tu ni unaweza fanya ama usifanye. Hapana. Maombi ni amri. Pray without ceasing is not a suggestion. Omba bila kukoma. Hii inamaanisha kwamba nakusia. Hapana. It is a command. Mungu anatuamrisha sisi tupate kuomba. Prayer, number 3, prayer is the most common experience for those who say they are born again or they love God, and yet it's the least practiced in the religious activities. Maombi ni kitu ambacho kinaongelewa sana. Hata wamama wanaweza kuja kwa hii kanisa wanakuja kuomba, lakini wakifika hapo wanaongea kuhusu maombi, wanaongea kuhusu maombi, wakitenda wana digress, wanaanza kuongea maneno ya watu, maneno ya familia, maneno ya pastor yao, na mwisho wanachukua takabiri na sema hapana, let us conclude this prayer, and they have not been praying. Sasa maombi ni kitu ambacho kinaongelewa sana. Dada naona sasa hata mimi naongelea hii maombi. Lakini ukienda in reality, maombi itafanywa dakika 5 na kuongea itakuwa masaa 2.5. Just check out yourself. Sasa mtu asikushtue ya kwamba unajua we are prayer warriors. There's nothing like a prayer warrior. You are either praying or not praying. You are not a warrior. I will be just showing me the word of God. Unajua watu wanatumianga hiyo jina we are prayer warriors so that we are motivated. Sasa tunaona you are now getting intimidated. My friend, don't be intimidated, because some of those
claim to become prayer warriors. They don't pray, but they talk. They talk. Prayer is giving God license. God, I'm licensing you. I'm giving you permission. Walk through my life. Walk through my business. Walk through my family. Walk through my children. Walk through my health. I give you permission. Whatsoever you want to do from the beginning to the end, oh God, I give you permission. I hope that kid is not a member of this church. Somebody help me. Are we together? So, there are people who are just talkers, but they are not prayers. And that's why Jesus Christ, the Bible says, long before the breaking of the day, he went to a solitary place and prayed. But some of us, if we shall ever pray, kama sisi tutaomba, lazima tuitishe kikundi. Lakini wewe peke yako binafsi hauna uwezo wa kuomba. Sasa lazima utafute watu wa kukuchocha. Hallelujah. Ni kama sasa we are now warming up. Koja sasa now warm up on your toes. That's how some of us are looking in terms of prayer. Are we together? That's how some of us we are looking. Tunaangalia maombi, lazima tukuje, lakini Yesu Kristo angeamka mapema kabla kujapambazuka. Na kule Middle East kupambazuka inaanza saa ngapi? Karibu 4. So which means Yesu Kristo alikuwa anaamka pengine kitu tu thereabout. Anakuja naomba, ndio watu wakiamka wanapeleka ngombe zao, wanapeleka malisho yao, wanapeleka chakula sokoni. Tayari yeye amemaliza maombi. Bwana asifiwe. Lakini wewe unataka kuja hapa kanisa ndio waanze kutuhangaisha na prayers. Rapa sasa tunasema hapana, it's time tunyamaze, tuna wakati sasa wa kuomba pamoja, tunataka that's the time sasa ndio Roho Mtakatifu ameshika. Raba kataya, zataka pesa, zataka raba, yeye kaya. Yes, my friend. We are not talking about that. Can you wake up early in the morning? And Yesu Kristo baada ya kutenda miujiza anaachana na wanafunzi wake, tena anaenda kuomba. Sisi tunataka tukue katika uwepo wa Bwana dakika 5 na tukue katika uwepo ya watu masaa 5. We shall not deliver. If we can be in the presence of God for 5 hours, my friend, we shall take 2 minutes to deal with the issues of prayer. Tukiwa katika mbele za Bwana masaa 5, tukiwa na ufahamu kila ambacho tunafanya katika maombi, tutakuja tutakabiliana na wanadamu dakika moja. That's why Jesus Christ was saying, come out. Huyo mtu ambaye mapepe ilikuwa inamsumbua kwa miaka mingi, mpaka wakati aliona Yesu Kristo akasema, Yesu Kristo mwana wa Mungu, mbona umekuja kutuhangaisha kabla wakati wetu hujafika? Hata Yesu hajaongea chochote. Sinaongea, alafu Yesu Kristo anamwambia, okay, sasa mnatakaje? Tuachilie tuende kwa hii nguruwe. Huyo mtu ambaye amehangaika kwa miaka mingi, just one word, enda na usisilienda mazi kwenda. Sisi mtoka mazi kutoka. Lakini sisi tunakuja, wipa, riba kasha wipa. Ndugu, sasa wewe shikilia hapo. Wacha mimi kwanza niende nipumzike. Hizi mapepo ni kuu. Haleluya. Kama ni pasa chef sasa yeye pia anashikilia hapo. Raba kasha, nika teke. No. Baba, shete. Asiye, anasema Kenya ndio washikilia hapo. Kenya anakuja anasema hapana, wacha tuipe praise please. Wacha kumletea masana kazi hapa. Wacha kumletea masana kazi. Praise the Lord. Amen. We just need to be in the presence of God. Na hizi msingine they will be tended. Amen. Na wameona hiki iko smart ama si smart. And this smartness is just a prayer we made here on this altar, a single prayer. In less than 1 minute, God brings healing, and He has brought this to the altar. Amen.
Lakini mnaniangalia katika macho. Udaktari ni aje? Ni man of God ama si man of God? Please go and ask God in your closet if I'm a man of God or not. Hello. If you want to know that, if you want to know if I'm a man of God or not, ask Cain when he got an accident. I will never forget. Amen. Let me teach the word of God. We are talking about prayer. Why do people don't want to pray? Because of results. We are praying for how many hours, no results. So why should I pray? Hakuna. Acha maombi kali. Unaona mtu anakaa, hata ukimuita prayer meeting hakuji, hata ukimuita fasting hakuji. Maana aliomba na pambana na hakuna kitu iliyomsaidia na akachana nayo. Hello. Hata wengine wenu hapa kwa hii kanisa mliachana na maombi vitano. Naomba kama maombi ya kula Bwana ajua chini, tupatikie mezani pamoja na mwili. Kumbe na jaro kweli. Haya. Alafu ingine yenye mbaki, baba tufundike kwa damu yako tunapoenda kulala. Unakumbuka kusema amen asubuhi. Sasa tena mmoja endelea na maombi ama anasema amen. Unajua no time wakati sisi kwa tunaoka angalia mbele. Tulikuwa tunakuja kesho, sio kama watu wangapi wanakuja kesho. Si kesho ni mbaya, inaitwa night vigil. Kuja kumngoja Bwana. Lakini watu wanakuja kumngoja Bwana ikifika saa 6 ndio hao wameenda. Lakini watu wanamngoja Bwana. And then there's a director of the service anaanza kufukuza mapepo. Hakuna mapepo hapa hivi. Watu walipambana na hiyo kidude. Tunakumbuka hiyo kidude yenye pesa iliingia. Iliingia ndani na haitoki. Wamepambana hiyo kidude na hata pesa yao haitoki. Sasa wamekwisha chana. Nani iko nini? Sasa ukijaribu kufukuza mapepo hakuna mapepo. Hakuna. Watu walichoka. But I'm praying ya kwamba Mungu atawapatia ufunuo ya kwamba our prayer meetings sijae kuliko even Sunday service. Why? Because I know I'm giving God license to deal with me and my life. I need to be there. Hallelujah. Lakini usipokuwa na ufunuo unaona kama ni vitu tu za kawaida hautakuja. Unajua kuanzia Monday we are praying and fasting as we prepare for our Holy Communion and deliverance service on Sunday the 5th. God spoke to me to tell you that. But I must teach you first. So please, this house is not called nyumba ya kuabudu. This is called a house of prayer. If you are not ready to be part of this house of prayer, Mungu ametusaidia tuko na milango mbili. Hapo unaweza kupata kusumbuka huko uweza a lot of time pitia kwa. This is supposed to be a house of prayer. Please, and when you come to pray, don't come to talk. Come and pray. Give God license to intervene in our lives. Mungu amekupatia nafasi. Mungu amekupatia nafasi ya kutusaidia sisi na wewe, ya kwamba Mungu ashughulikie maisha yetu. So, katika mioyo yetu, wakati hakuna kitu ambacho kinafanyika, we resist. And that's why prayer is resisted. Maombi inakataliwa na watu wengi. Maana tumejaribu na haijafanya kazi, we resist. And when you resist, you walk away. Unatembea unaenda. Hata pastor na wachungaji wakiannounce, oh, we are going to have a prayer meeting, watu hawakuji. Please, don't be offended. Hao watu walijaribu. Kuna uwezo wao na kadri yao, lakini haikuwasaidia. Sasa wakiwalazimisha wakuje, hawatakuja. Achana nao.
Because lakini we are struggling to have our home fellowships. Na watu hawakuji kwa sababu alijaribia home fellowship, hawaonaki matunda yao, hawakuji. Sasa mimi haona kile kitu, hata nikikutana hapo kuuza mandizi na ukiuza umeme, mimi nitakuangalia. Sitapambana wewe kwa sababu hauoni faida ya kuja katika hiyo mkutano. Sasa utang'ang'ana na yeye. Kuna watu wengine hata waweza kuja ibada kama hii why? Katika hiyo ibada anakuja, pengine kila mmoja hapa atasikia pasa nasema tutoe, unaona tuchafanya kanisa tuchitoweka nini? Na akitoka hapo amechoka, hakuna maisha yake yamebadilika. Sasa kuna haja ya kuja. Hakuna. Afadhali akae nyumbani akule mahindi. Nimecheka afuna wajao wale wengine ile mata sipo. Na mwe aje kuendelea kuchukua wewe. Kwa sababu ile kanisa hakuna faida ambayo inapata katika kanisa, katika ushirika wa kanisa kama Jumapili kama hii. Sasa wewe ukimlazimisha kuja, anakuja tu kwa lazima. Lakini hakuna baraka ile inapata. Waachana na mtu kama huyo. Ndiposa unaanza kukuja, ukikuja kwa sababu umepata mafunuo ya kwamba indeed nikienda Mungu anashughulika na maisha yangu. Na kunai hata wewe every time you young utaomba Jumapili itafika nini? Nifike kanisani. Yaani naomba tu leo pato ni Alhamisi. Na kumbe pato na kumbe ni Jumatatu. Na unafikiri umefika Alhamisi kwa sababu kuna kitu ambacho unapata. Aloma kama wale ambao mnafanya kazi hata kwa biashara. Moja ni sio kwa watu biashara. Sio kama mwahi kufanya biashara mkapata profit nzuri. Ile siku unalala kweli. Yaani moyo wako utakuanga na shauku, unataka tu kesho iamke tena wewe uje tena. Yaani ikiendelea hivi iko sawa. So inakupatia nini? Morale na motisha ya kwenda, nataka kufikia, nataka kweli nifike hapo tena. Sasa kama wewe hauna motisha ya kufika katika kanisa, maana hauoni faida yako, hata watu wakikulazimisha utakuja tu, maana ni mila na desturi, na utachoka kabisa. So principle, let me quickly deal about principles of prayer. John Wesley said these words, which are also critical to us today. Without God, man cannot do anything. And without man, God will not do anything. Bila Mungu, mwanadamu hawezi kufanya chochote. Na bila mwanadamu, Mungu hatafanya chochote. Vitu siku mbili. Wewe bila Mungu hauwezi. Na Mungu bila wewe hataweza. So yeah, Mungu is in the future. Yours is now. Sasa mimi bila Mungu siwezi chochote. Especially vitu ambavyo vya kiungu, vitu ambavyo vya milele. Bila Mungu hauwezi. Hauwezi kabisa. Na siwezi kabisa. Na bila sisi Mungu hataweza. Maana dunia hii Mungu alipatia mwanadamu apate kutawala. Na ndiposa kama Mungu atafanya kazi yoyote katika dunia hii, lazima aifanye kupitia kwa mwanadamu. Ni wewe. Kama Mungu ataponya mtu yoyote, Mungu hata toka tukule mbinguni akuja kusema na nataka kumponya Susi. Hapana. Atapitia kwa mtu kama mimi, nimwekee mkono na Mungu afanye kazi yake. Sasa wewe unaweza zuia Mungu asifanye kitu. Mungu anataka kutubariki, lakini atatubariki vipi? Lazima ukuwe na mtu. That's why he's looking for a man. He's looking for a man to stand in the gap. Sivyo ndio Isakini anasema Mungu anatafuta
mtu asimame kwenye pengo. Mungu anataka kufanya kazi, lakini je, kuna mwanadamu, kuna mtu ambaye mtamtumikia? Anaambia Isaya chapter number 6, wakati mfalme Uzia alikufa, Isaya pia akamwona Mungu, akaona utukufu wake umejaa hekaluni. Bwana asifiwe. Na masarafu nini vitu kama hivyo. Hapo mwisho verse number 6 nasema kwamba nani nitakayemtuma na nani atakayeenda kwa niaba yetu? Ndipo Isaya akasema niko hapa Bwana, nitume. Sasa Mungu anatafuta mtu wa kumtuma. Mungu anatafuta mtu wa kusimama kwenye pengo. Please, pengine wewe ndio unahitajika kusimama kwenye pengo la kazi hii, ndio hii kazi isonge. Please take your position. Take your position. Pengine wewe ndio Mungu atatumia kutubariki. Wewe ndio Mungu atatumia kutuinua. Wewe ndio Mungu atatumia kutuhifadhi. Please take your position. Take your position. Maana bila Mungu mwanadamu hawezi akafanya chochote, na bila mwanadamu Mungu hatafanya chochote. So hiyo inatupeleka point ya pili ya kwamba chochote ambacho kitatendeka katika dunia hii depends on you. Whatsoever shall happen on earth depends on man, depends on man. That's why man is critically important in the aspect and the spheres and the operation and the function of heavens. Man is important. Mwanadamu ni wa muhimu katika kazi ya Mungu katika dunia hii. Sasa wewe na mimi ni watu wa muhimu kabisa. Na prayer, maombi ni kitu ambacho kinatakana sisi tufanye ndio vitu zitendeke katika dunia hii kupitia kwa Mungu. Na prayer niwaambia kwamba is a petition. We are petitioning. Na maombi ni neno, si neno la kidini. Maombi ni neno la kisheria. I petition is my prayer, my lordship, that my client is acquitted of this offense because of 1, 2, 3 things. It is a legal word. We can petition God, and that's what we are calling prayer. So prayer is petitioning God, and you must petition Him when you are standing on the right direction. Turn together with me the book of 2 Chronicles, chapter number 7, verse number 15, number 14 and 15. 2 Chronicles chapter number 7, verse 14 and 15. So let us read the first part in your own version. Chronicles chapter number 14, the first part. Kwa sauti? Verse. If my people, hello? If my people who are called, and let us go. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I hear from heaven and I forgive their sin and will heal their land. Sasa twende pole pole. Wangapi wamewahi soma hapo scripture siku nyingine? Wangapi wamewahi kusoma hiyo maandiko siku nyingine? Kuna watu wengine hawajawahi soma, sawa? Sawa. Wangapi wamewahi kariri hiyo maombi siku nyingine? Ya mama hiyo mstari siku nyingine? Umewahi kariri katika kutembea kwako na kufanya kazi ya Mungu na kufanya kazi yako. Wangapi wamewahi kariri? Just on these 2, 3 people na wangapi hawakuwahi kusikia hayo maandiko? Hawajawahi sikia?
kama watu ambao wameitwa kwa jina langu. Kwa Kiswahili nasemaje? Nisomee kwa Kiswahili vizuri. Kuwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea. Basi, ikiwa watu wangu ambao wameitwa kwa jina langu. So we are dealing with the word if. If is a condition. That condition must be fulfilled for your prayer to be answered. That condition must be fulfilled for your prayer to be answered. Number one, if my people, so which means not everybody, God will hear a prayer of everybody. He's looking for a specific people that when they pray, He hears. Hello? So not everybody is heard by God. Not every prayer that is made by anybody is heard by God. God will only hear the prayer that is made by His people. So, wewe ni mtu wa Mungu? Are you among those whom He is calling if my people? Wewe ni mtu wa Mungu? So, people can pray everywhere, center, left and right. But God is looking for specific people that when they pray, God will hear and heal their land. And who are these people? They are people that are called by the name of God. If the Buddhists pray, so don't be moved when you see, like in once a year, the Muslim gather in Mecca, around that huge building and huge tabernacle, what is it called? Kaaba. Almost 2 billion of them wako hapa wanalia, wengine wanajikwara, wanajikatakata. Don't think that God is hearing. God is looking for specific people. People can gather in this church the way we have gathered, but we are not called by His name, my friend. We shall cry, we shall mourn, we shall weep. Tears, makamasi na machozi penye zimekutania, ujui makamasi iko wapi na machozi iko wapi? Hakuna. Itakuwa ni exercising of the body. So, people who are called by the name of God, people who have the seal of God upon their lives, these are men and women who have been washed by the blood of Jesus. Hawa ni watu ambao wamesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa hiyo ndio njia namba 1 kuingia katika hiyo sehemu ya watu ambao wanaitwa watu walioitwa kwa jina langu. Sasa mimi na wewe tunaye nafasi ya kuitwa wana wa Mungu. Na tukishaitwa wana wa Mungu, basi tunaye nafasi ya kusimama tuombe, na Mungu atasikia maombi yetu na atatusamehe na ataponya nchi yetu. Nchi imegonjeka, watu wamegonjeka, biashara imegonjeka, uchumi umegonjeka. Ukienda kila mahali, kila mtu analia, lakini Mungu anangojea huyo mtu ambaye anasema watu ambao wameitwa kwa jina langu. Sasa hao watu wako wapi kweli? Hao ndio watu na Mungu anatarajia na anatafuta waombe. Sasa wale watu ambao wameitwa kwa jina la Bwana, ya kwanza watanyenyekea. Watanyenyekea. Tuko pamoja? Watafanya nini? Ya pili, wataomba. So the people that God
is looking for ni watu wa kunyenyekea. Wakristo wengi Wakristo wengi ni watu ya kiburi. Hakuna kunyenyekea. Wao kiburi mingi. Umeokoka lakini kiburi ndio mingi. We are the greatest church. Hallelujah. Amen. If you don't come to our church, you are useless. Hiyo ni kiburi. Hello. Hiyo ni kiburi. Unajua sisi tunaombanga masaa manne. Hiyo ni kiburi. Hallelujah. Hata nyinyi muombeka katika Luka, wala ambao muomba kwa Luka sasa hata nyinyi hata mjakutana na Mungu, hiyo ni kiburi. Na Mungu anasema watu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea. Please don't delay. Msifanye Mungu kudelay. Kwa Kiswahili ni kuchelewesha Mungu afanye kazi katikati yetu na kiburi yako. Wachana naye. Wewe unakuja na ibada tu hapa hivi, sisi kama tunatansi mpaka tunasweat. Unasema hata mimi nisipokuwa kwa hiyo church, hakuna penye wataenda. Hello. Okay, shika kwa hii microphone, sisi wote tunakuwasili. Labda unasema my friend, I am the man of the hour. Hiyo ni kiburi. Wakristo wengi hawana unyenyekevu katika mioyo yao. Naomba ya kwamba Mungu atuondolee kiburi. Hata Mungu akitubariki na akituinua, msijaribu kuwa na kiburi. Msijaribu. Kwa sababu mwangawa ya usahoke na usende bisiri karibu 500 mfuko. Na wenye kusoma hapa ni bebe zaidi. Please, usikwende. Mwida. Kuna watu wengine watakuswali. Yaani hapo kuswali na sababu mbaya. Hapo sio na kuli. Kwa udadu. Bwana utanifanyia nini? Kwenda huko. Hiyo kiburi hakuna penye itatupeleka. Hiyo ndio kiburi ambayo inadileisha Mungu afanye kazi katikati yetu. Wacha kiburi. Waliona hakasi. Mwezi na kwa mmoja mimi na hamu fulani. Unaongea foro levo alipata sinda ni wacha huko dharau. Hiyo madharau ya pesa nane machana naye. Hata wewe si wa kwanza kwenda kwa wall kufanya kitu ndio unaona pesa inatoka. Kuna wengi hata watu wengine hapo hasa nyinyi na ndio wajokoka. Sasa unakuwa na pesa mingi haionyeshi tunakoka haionyeshi. Halo. Ama watoto wako wamesoma wanakuanga tu na watu. Kuna wale watu ambao ni mashetani kamili na watoto wao wanakuwa tu na watu kwa shule. Sasa usituletee upuzi. Usituletee. Halo. Wadisho dina wasasa siku, sio dina wasasa siku. Hata balio bandu mai bahaja watu mkanisa siku hata dalata. Lakini kanisa wasasa ni bibi hata kaja sana. Sasa usituletee kufundisha. Wewe ndio unachelewesha Mungu asifanye kazi katikati yetu kwa sababu ya kiburi yako. Ndio reja na Bwana alisema mzabura sikaja anaendelea. Ana mzabura kujengera. Sasa kwanza hata msikoja hapo. Ni waje kutuletea kiburi. Ambaye jirani yako acha kutuletea kiburi. Wale mzabura kwa kule uhati. Unaje kama unaje? Halo. Yaani, ndio kama unahasud. Yaani hata unaweza kuwa kuna hasud ni yeye kwa bora. Ama sasa mwenyewe ndio sio sasa nakenda hasud ni vizuri. Wewe. Hiyo kiburi haitakusaidia. Kama watu ambao wameitwa kwa jina langu watafanya nini? Unajua sasa zingine hamjua karibu na kiburi. Sasa zingine wanaweza fikiria tu ibabera hapa lakini wao kiburi hapo ndio kubwa. Ndio obira bantu badilanga. Sasa ndio obira wasatu bantu bali. Obira bantu bali. Bantu bali na hoga sio obira wasatu bali. Chunga, pengine basi wako na kiburi.
Na hiyo kiburi ndiyo inafanya sisi tusisonge mbele. Hata kunyamaza wote nekeka kwa sababu sisikia moja ni wao connect angabini mbili. Ndio moja wa connect angaboleta. Na mwanza kwa sababu sasa ndio tumufia. Wacha watu watanifia. Hiyo church watanifia. Umoja hata mmoja akosa hata hajawahi nitambua. Sasa waje sasa nikuje watanitambua. Ama Madam Faith, unajua Madam Faith ndio Sunday school teacher. Na mimi alienda shule sasa hiyo na nimoni. Sasa yeye ndio anakuwa. Unaona siku moja tu anajichapia tu absent tu. Yaani watoto hata wasisome Sunday school ndio pia tumfili. Hiyo ni kiburi. Hiyo ni kiburi. Na hiyo ndio kiburi ambayo inafanya maombi yetu isijibiwe na Mungu tupate suluhisho kwa mapema. We want a quick move of God in our midst. Lakini itahitaji sisi kunyenyekea. Na kunyenyekea naambia Mungu vile umesema ni hivyo. Kama nikwambia hii hiyo vitina yako achana. Sasa hapana, si vitina, tulikuwa tuna discuss hapana. Just kubali. Kubali kwamba wakati tulikuwa tumeenda hiyo prayer meeting, kweli tulivitini watu. Mungu vile umesema ni hivyo. Umekubali kuuza. Ndio unaona Daudi, Mungu alimwambia Daudi was a man after God's own heart. Wakati Daudi anatenda dhambi, hapo anaenda kujustify, sema unajua Mungu, I was just weak. Sema dhambi zangu siko mbele yangu na mbele yako milele. Mungu wa mbinguni, ni wewe peke yake ambaye nimetenda dhambi mbele yake. Lakini Saulo anasema hapana, unajua tuliacha hizi mzito ndio tukutolea dhabihu. He started justifying the wrong. Don't justify the wrong, accept. That is a sign of humility. Why did you come for prayers? Hiyo kama chafu na bena ndio kujaina chafu chafu simeje. Please, you are just justifying a wrong thing. Unajua waje nikupatie testimony. Kuna mama mwingine tulimwombea huko Maua. Amen. Kijana yake alikuwa amepotelea kwa Nairobi na yeye alitaka ng'ombe. Kwa kijana akakuja akamnunulia ng'ombe ya maziwa ya crate moja. Huyo mama alikuwa anakuja church mapema. Lakini siku yenye hiyo ng'ombe iliingia kwa hiyo ng'ombe, alikuja wakati kama hii. Naelewa? Wakiuliza mai, mbona unachelewa kuja kanisani? Hiyo ng'ombe. Unajua hapa sasa hiyo ng'ombe iko na gasi mingi. Alafu siku moja nadhania sasa huyu mama pia tulikuwa tunapelekana mzuri. Akaambia kama hii mama hii ng'ombe inafanya ukose kuja kwa kanisa ya hiyo usoya mkuu. Na si yeye tu basi. Si Mungu aliondoa. Unajua wakati alifika kwa ng'ombe liko mekufa. Akakuja akaanza kulia. Hiyo Jumapili saa 1 alikuwa church. Kuna watu wengine Mungu lazima waendelee kusikia. Justify. Wacha nikwambie, now this now where the miracle is. Wakati huyu mama alilia Mungu na Mungu akamsamehe. Kijana yake alikuja akamwambia ng'ombe 4 za maziwa. Lakini hizo ng'ombe 4 hazikuzuia huyo mama kufika kanisani saa 1. Maana Mungu alikuwa ametinda kiburi yake na justification yake, amemleta katika level ya kunyenyekea. Hata sasa hivi nikwambia, mbona nyinyi mnakuja kama mmechelewa? You have a reason. Baada ya kusema tu I'm very sorry na nimechelewa, unaanza kujustify. Please don't justify. Utakuwa kama Sauli, utapoteza ufalme. Sasa nchi yetu itapona kwa sababu yako. Familia yako itapona kwa ajili yako. Community yetu itapona kwa ajili yako. Lakini itahitaji
roho ya kunyenyekea. Sio kama tuko pamoja? Lazima itachukua roho ya kunyenyekea. Watu wa Mungu, neno Mungu kusema watu wangu, what does it imply? My people. It implies that you are not just any other person that is making that prayer, but you are a person that God is ready to listen to. Wewe ni yule mtu ambaye Mungu ako tayari kumsikiza wakati anaomba. Sasa hiyo inamaanisha kwamba kuna watu ambao specially ambao Mungu anawatafuta. So pale ambapo hakuna unyenyekevu, unajua the word happening, it is in the original meaning inasema kwamba wale watu ambao hawana humility ni wale ambao watu wanajipika kifua. Ni mimi. Anajipika sababu ni mimi, kama sisi ni hakuna mwingine, ni mimi. Hao ni watu hawana unyenyekevu. Lakini watu ambao wanyenyekea wanakubaliana na Mungu. Ni wale watu ambao wanatafuta, they identify with God's burden and make a prayer. Number 2, seeking my face. What does this mean, to seek my face? It means being consecrated. Consecrated. Umewekwa, umetengwa kando. Wakati inafika ya kwamba sasa tunamtafuta uso wa Bwana, lazima sasa umetengenezwa na umewekwa kando. Consecration. Unawekwa kando kwa ajili ya kazi speciali ama kazi maalum. Sasa Mungu anataka watu ambao wametengwa kufanya kazi maalum katika mfano wa Mungu kupitia kwa maombi. So you can never fast and pray and your life remain normal. Never. Unless it's not a true fast. Unajua kuna watu wengine badala ya kufunga na kuomba, they are just missing meals. Wengine wako na tumbo kubwa kama hii yangu, ndio hiyo tumbo iishe. Please, hiyo haitasaidia. Nasikia Madam Joyce. Sasa unafunga ndio sasa at least ureduce mafuta kwa mwili, haitakusaidia. You will just be shaping up yourself, but you are not connected with the eternity. Unajua kuna watu wengine wanakatanga kukula ndio sasa ati ndio sasa wa shape. Hello. Sasa wale watu ambao wanataka waone Mungu akitenda ni waamini, au ni watu Yesu Kristo aliwaita wicked. Wicked are people who look for signs and miracles. Those are wicked people. And number 2, a place where Jesus Christ talked about wicked, ni mahali ambapo alikuwa anafanya nini? Alisema ya kwamba kuna mkubwa fulani ambaye amepatia watu talanta. Mmoja akampatia 5, mwingine akampatia 2, mwingine 1. Nenda kufanyia kazi kulingana na uwezo wao. Na yeye akaenda kujitafutia nchi kubwa. Lakini baada ya siku nyingi alirudi. Yule ambaye alikuwa na mmoja alikuwa amechimbia chini, hakuleta profit. Sasa mtu ambaye haleti profit is wicked. Elewana? Aya. Na akasema this is a wicked generation who are looking for a sign and a wonder. Kama wewe ni mtu ambao unatafutia miujiza, you are wicked. Lakini Mungu anatafuta watu ambao watanyenyekea, waombe, watafute uso wa Mungu, wajitenge. Na hiyo kujitenga iko ndani ya kufunga. Hiyo kujitenga iko ndani ya kufunga. Wakati tunaanza kufunga, tunajitenga kwa ajili ya kazi maalum ya kumtafuta uso wa Bwana. Na tukishajitenga, tunaweka mioyo yetu, mawazo yetu na kila kitu chetu kwa Bwana. Ndiposa tuanze kusikia sauti yake.
Na Mungu, tukishasikia sauti ya Mungu, tutaleta hiyo sauti ya Mungu kwa watu wa Mungu. Watu ambao Mungu aliwafanyia kazi na akafanya kazi ndani ya maisha yao ni watu waliosikia sauti ya Mungu. When you go to the walls of the heroes of faith, as recorded in the book of Hebrews chapter number 11, heroes of faith, that those watu walisikia sauti ya Mungu binafsi. Halo. Ukiangalia Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu binafsi, nikimwambia ondoka katikati ya watu wako, katika nchi yako, uende katika nchi ambayo ninakuahidia, nchi ambayo imejawa maziwa na asali. Alisikia sauti. Unakuja unaona Musa, one of the heroes of faith, alisikia sauti ya Mungu binafsi. In the Bible, mwisho mnakumbuka? Wakati anazunguka Mungu, anambia stop. Penye amesimama ni patakatifu, ondoeni viatu. That was the first time. Na Mungu akanena pamoja naye, akazunguka akaenda kazi. Ya pili akanena naye binafsi wakati alimwambia enda katika mlima Sinai. Na akienda huko katika mlima Sinai ndio Mungu anampatia 10 commandments kama 10. Penye bado tunatumia siku ya leo. Alisikia binafsi. Kama pia wewe you want to be a hero of faith, sikia sauti ya Mungu binafsi. Usingoje pastor asikie sauti ya Mungu ndio akuje akwambie. Sikia sauti ya Mungu binafsi. I can go. Angalia Yesu. Hata Yesu alisikia sauti ya Mungu binafsi, na yeye alikuwa kwanza yeye ni Mungu, lakini impasa asikie sauti ya Mungu binafsi wakati anabatizwa katika mto Yordani. The heavens opened and said, "This is my beloved son, whom I am well pleased in him." Roho Mtakatifu amekuja chini yake. Alisikia sauti ya Mungu binafsi. Na wakati alisikia hiyo sauti, alienda katika changwani. Na huko changwani, unajua bila alipambana naye, akasikia sauti ya Mungu. Time yake imeisha, akarudi kwenda kufanya kazi ambayo Mungu alimpangia akimleta katika dunia hii. Tunyenyekee. Mimi wacha tuachie hapo, kisha start from there next Sunday. Na tunajua kwamba Mungu ataendelea kutubariki. Sasa watu wa Mungu, kitu ambacho lazima tutoe katikati yetu ni kiburi. Tunyenyekee, Mungu apate kututumia, tupate kuleta utukufu katika village hii, katika nchi hii, katika watu wa Mungu, katika generation yetu. Father, in Jesus' name, we thank you, Lord, and we give you praise. We desire, oh God, that this shall be a moment where the entire church shall seek your face. We pray, oh God, that we shall not just talk about prayer, but we shall pray. We pray, oh God, that when you don't even have time to pray, we shall pray. Lord, we thank you. We give you praise and the glory for your name, for you are our God and our Father. Let us be men who are called by your name. We thank you and we bless you. Bless every child of God that ever came for this service. May your hand be upon all of us as we start on Monday seeking your face, O God. As we humble ourselves, my Father, and be in your presence. When we come down on Sunday, our hearts and our lives shall never be the same again. In Jesus' mighty name we pray. And let every child of God shout amen. Amen. I say let every child of God shout amen. Amen. Put your hands together and say, celebrate the Lord as we learn the praise and worship of Him. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kaweze kusimama juu tunapomsifu Mungu wetu.
Kwa hivyo unaposimama, salimia jirani, mmoja, wawili, watatu, hata ukipenda fikisha 10, wakaribishe katika sifa. Salimia jirani yako, karibishe katika